wapendwa zote Baba ambao tumefanikiwa kuhudhuria mkutano wa leo jioni ya leo. Yesu, tumeimba nyimbo nzuri za kukusifu, nyimbo zilizokuwa na mafundisho, nyimbo hata ambazo zilikuwa zikitutia Baba matumaini tunapoendelea na hii safari yetu. Imefika wakati mwingine Baba ambapo tunaenda kusikia sauti yako ikinena pamoja nasi. Tafadhali Yesu, tunapojifunza kutokana na kisa cha wana wa Israeli pamoja na mwanako Musa, Yesu mwema, naomba Roho wako Mtakatifu, naomba malaika zako Yesu wakae na kila mmoja wetu mahali alipo, ndipo mwisho wa yote jina lako lipate kutukuka, Mungu mwema. Asante Yesu kwa kuwa umesikia hili ombi letu na utalijibu kwa njia ipasayo. Asante kwa kuwa utatenda, na ni kwa jina lako takatifu Kristo mwema tuomba kwa imani. Amina. Tunajiuliza tu swali rahisi kana kwamba, je, wewe ambao unaisikiliza hii sauti jioni ya leo, unaelewa kweli umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako? Je, unaelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako? Hilo tu ndilo swali na hakuna mambo mengine. Ningependa nipate kukupa muda tunapoendelea na fundisho letu, msikilizaji, upate kujiuliza wewe mwenyewe kweli kana kwamba unaelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Je, unaelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako? Kwa maana watu wa Mungu, kama tutapata kuelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, kuna mambo ambayo tutayaepuka. Kuna mambo ambayo hata hatutajaribu kuyakaribia. Kwa nini? Kwa kuwa mambo kama hayo yatauondoa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana tunajiuliza tu swali rahisi jioni ya leo. Je, mimi kama msikilizaji mpendwa ambaye nimefanikiwa kuisikia sauti jioni ya leo, je, naelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu? Ningependa tu tujaribu kujifunza kutokana na kisa cha wana wa Israeli. Pengine coordinator yetu unaweza jaribu kutuprojectia ili fungu hapo hivyo katika skrini yetu. Ni fungu kutoka katika kitabu cha Kutoka, sura ni ile ya 33, mstari ni ule wa 15. Kutoka 33:15. Pengine coordinator unaweza jaribu kutuwekea. Kutoka 33:15. Haya, nashukuru. Wacha nisome. Inasema hivi, haya ni maneno yake haya ni maneno yake Nabii Musa. Nabii Musa anamwambia Mwenyezi Mungu hivi, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka mahali hapa. Wana wa Israeli wamekuwa hapo hivyo katika mlima wa Sinai na imefika kipindi ambacho imewapasa hao wana wa Israeli wapate kuondoka katika mlima wa Sinai waelekee katika nini? Katika ile nchi ya ahadi ya Kanaani. Na ndipo inafika katika kipindi ambacho Musa anatoa ya maneno mbele yake Mwenyezi Mungu, anamwambia, kama uso wako utakwenda pamoja nami, kama uso wako utakwenda pamoja nasi, usituchukue kutoka mahali hapa. Penda msikilizaji, pengine hata kabla tujajaribu kuliangalia ile fungu kwa undani, Musa tangu ile siku alipoitwa na nani? Na Mwenyezi Mungu, ile siku alipoiona the burning bush, amekuwa akishuhudia umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Nabii Musa amekuwa akishuhudia umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu hata katika safari ya wana wa Israeli. Musa amekuwa akishuhudia jinsi Mwenyezi Mungu
alivyofanya muujiza mkuu mbele hata ya wafalme wa nini? Wa Misri. Mpendwa msikilizaji, kumbuka jinsi Mwenyezi Mungu ameshuhudia jinsi Musa ameshuhudia wakati au kipindi ambacho uwepo wake Mwenyezi Mungu ulipokuwa ndani yao, jinsi Mungu alivyoleta mapigo 10 katika nini? Katika nchi ya Israeli. Musa akashuhudia tena hata wakiwa wanauvuka mto wa Yordani. Musa akashuhudia wakipewa mikate kutoka juu mbinguni, mana. Musa tena akapata kushuhudia wakipewa maji kutoka ule mwamba ambao ulikuwa ni Kristo. Musa ameshuhudia mambo mengi, hata akashuhudia jinsi walivyokwisha kuwashinda kina nani? Waamaleki, zile vita walizokuwa wakijaribu kupigana nao. Hayo tu ni hizo chapters ziko hapo hivyo, sura ziko hapo hivyo nyuma, jinsi Musa ameshuhudia umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yake pamoja na maisha ya wana wa Israeli. Na inafika hivyo basi katika hiki kipindi wanapoondoka kutoka katika mlima wa nini? Wa Sinai kuelekea katika nchi ya nini? Ya Kanaani. Musa kwa kuwa anaelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yao, anamwambia Mungu hivi, kama uso wako hautaondoka pamoja nasi mahali hapa, kama uso wako utakuwa pamoja nasi, hivyo basi usitutoe katika huu mlima wa Sinai. Ningependa ndugu yangu tuteremshie tu, tuanze hapa hivi fungu la kwanza. Kuna kitu ambacho ningependa tupate kukiangalia hapa hivi, mtu wa Mungu. Ningependa tu tujifunze kutokana na watu wawili, wana wa Israeli na nani? Na Musa, jinsi walivyokuwa wakielewa umuhimu wa uwepo wa Mungu katika maisha yao. Wana wa Israeli, kama vile nimekwisha kuambia mtu wa Mungu, ni siku tu mwezi hivi, hata injanja miezi miwili wamekuwa katika huu mlima wa Sinai. Mwenyezi Mungu amekuwa akinena na nani? Na nabii Musa hapo katika mlima wa Sinai, na imefika wakati ambapo Mwenyezi Mungu anawaamrisha wana wa Israeli wapate kuondoka waende katika nchi ya ahadi. Fungu la kwanza linasema hivi, Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwe kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Mtu wa Mungu, Roho wa Mungu atusaidie tupate kuelewa ili fundisho letu. Hawa ni wana wa Israeli. Imefika kipindi ambacho Mungu anawaambia, imewaambia hivyo basi wakati wa kuondoka katika mlima wa Sinai, tuende katika ile nchi ya ahadi, ile nchi niliyokuwa nimewaambia akina Ibrahimu, akina Isaka, kina Yakobo pamoja na watu wa vizazi vyote. Pengine hata kabla hatujashuka hapa hivi fungu la pili, kwa kuwa fungu la pili linavutia kabisa, fungu la pili lina utamu zaidi. Kabla hata hatushuke hapa hivi katika fungu la pili ambalo liko more than interesting, ningependa upate kuvalia viatu vyao wana wa Israeli. Umekuwa jangwani kwa zaidi ya nini? Ya miezi 6 hivi tangu siku walipotolewa utumwani nchi ya Misri. Umekuwa jangwani na imefikia kipindi ambacho Mungu mwenyewe ameshuka akisema hivyo basi imewadia ule wakati. Kuvalia hizo viatu za wana wa Israeli, unjiulize, je, kweli ungezije? Mimi najaribu kufikiri kama ni mimi, ningeanza kupakipangi nguo zangu mbio mbio, nikifanya nini. Kwa nini? Kwa maana tunaenda kuingia katika ile nchi ya nini? Ya ahadi. Ile nchi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ametuahidia sisi pamoja na nani? Na mababu zetu. Pamoja na mababu zetu kina Ibrahim, kina Isaka. Fungu la pili fungu la pili mimi linanishangaza. Kwa nini? Kwa maana linasema hivi, Mungu bado anazidi kuongea na wana wa Israeli, anawaambia hivi, nami nitamtuma malaika haende mbele yako.
Oho, maneno yanakuwa matamu zaidi. Mwenyezi Mungu anamwambia Musa hivi, anaambia wana wa Israeli hivi, mnapoenda katika hiyo nchi ya Kanaani, nitatuma malaika apate kuwatangulia, na atakapowatangulia ataondoa watu wanaoimiliki hiyo nchi ya Kanaani, ataondoa watu wanaoimiliki hiyo nchi ya Kanaani pamoja na hizo nchi zilizokuwa hapo hivyo karibuni, ndipo nikawamilikishe nyinyi. Pendwa msikilizaji, haya maneno yanakuwa matamu sana, kwa maana Mwenyezi Mungu anawaahidi kuwa anakwenda kuwapa bodyguard, their personal bodyguard, ambaye atawatangulia huko mbele awapige watu waliokuwa wakimiliki nchi ya nini, ya Kanaani, ndipo watakapofika pale wapate ni nchi tupu ambako watakaa huko milele na milele pamoja na wana wao. Sehemu ya kwanza nayo inasema hivi, mstari wa 3 sehemu ya kwanza. Mstari wa 3 sehemu ya kwanza pia iko tamu sana, mtu wa Mungu. Mwenyezi Mungu hata anawakumbusha, anawaambia nitakapomtuma malaika awatangulie huko, waifikie nchi imiminikayo maziwa na asali. Mtu wa Mungu, maneno yamekuwa matamu. Mmekuwa jangwani, mmekuwa mkiteseka hapa hivi, si njua, si manyoka, si kiu, si nini. Hata kama uwepo wake Mwenyezi Mungu uko juu yao, naamini hakuna mtu ambaye anafurahia kukaa jangwani, mtu wa Mungu. Hakuna kabisa kabisa, hakuna. Basi wanafuraha sana, kwa maana wanakwenda kuimiliki ile nchi ifanyayo nini? Imiminikayo asali na maziwa. Lakini fungu la 3 hapa hivi sehemu ya mwisho linanitia kiwewe, linanitia wasiwasi. Yaani linakaa kana kwamba wacha tusome usikie, msikilizaji mpendwa, sehemu ya pili ya ile fungu la 3. Mungu anasema hivi, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu. Fungu la kwanza, fungu la pili na fungu la 3 sehemu ya kwanza yamekuwa ni maneno matamu kabisa, na wana wa Israeli naamini walikuwa na furaha ambaye singeweza kueleza. Lakini fungu la 3 Mwenyezi Mungu anasema hivi, sitakwenda kati yenu. Sababu ni gani? Sababu inatolewa, Mungu anatoa sababu ambayo inamfanya aseme kwa nini hata kwenda pamoja na hao wana wa Israeli. Mungu anasema hivi, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Mwenyezi Mungu anawaambia, najua mmesikia utamu kabisa ninapowaambia tunaenda katika hiyo nchi ya ahadi. Najua mmekuwa mkishuhudia yote, lakini sitakwenda pamoja nanyi. Sitakwenda pamoja nanyi. Kwa nini? Kwa kuwa ninyi ni watu wenye shingo ngumu, na kama nitakwenda pamoja nanyi nitawamalizia nyote njiani. Kama nitakwenda pamoja nanyi nitawala nyote njiani. Unaposoma fungu la 4, fungu la 5 na fungu la 6, wana wa Israeli kwa kuwa pia nao wameshuhudia jinsi uwepo wake Mwenyezi Mungu umekuwa ukiwaongoza hawa wana wa Israeli kutoka katika hiyo nchi ya nini? Katika hiyo nchi ya nini? Katika hiyo nchi ya Misri mpaka hapo mlima Sinai ambapo wamefika, wanaingia katika ile hali ya kumon, hali ya huzuni. Hilo ni fungu la 4, la 5 na la 6. Pengine tusome fungu la 4. Watu waliposikia habari hizo, pengine Burundi hata ukiacha, acha tusome tu ile la 4. Ile la 4 linasema hivi, watu waliposikia habari hizo mbaya wakamuomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Fungu la 5, Bwana akamwambia Musa, waambia wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu, dakika moja nitawamaliza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri ili nipate kujua nitakalowatenda. Fungu la 6, basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu milima wa Ebori na mbele hema
hema ya nje ya kambi. Mtu wa Mungu, hivyo basi ningependa tupate kuleta fikra zetu zote katika fungu la 4, fungu la 5 na fungu la 6 tunapokaribia kumaliza. Tuone jinsi wana wa Israeli waliposikia Mwenyezi Mungu akisema, hivyo basi uwepo wangu hautakuwa pamoja nanyi, jinsi walivyoingia katika hali ya huzuni. Tunaambiwa wote hakuna hata mmoja aliyepata kuvaa nini? Vyombo vya uzuri. Kwa nini? Kwa maana walielewa, wana wa Israeli walikuwa wakielewa jinsi Mwenyezi Mungu amekuwa akiwaongoza kutoka nchi ya nini? Kutoka nchi ya Misri mpaka hapo hivyo imefika. Basi wanapata kushangaa, itakuwaje kama Mwenyezi Mungu hatapata kuenda pamoja nasi? Ningependa kukumbusha ili mtu wa Mungu, Mungu anaahidi Musa, anamwambia hata kama uso wangu utakwenda pamoja nami, nitamtuma malaika aende pamoja nanyi. Lakini bado kwa kuwa wanaelewa, kwa kuwa wanafahamu umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yao, bado wanaingiwa katika hali ya nini? Hali ya kuvunjika moyo, hali ambayo ni hali ya huzuni. Kwa nini? Kwa maana Mwenyezi Mungu anawaambia, sitakuwa kati yenu. Mtu wa Mungu, mimi ninapolisoma hili fungu la 4 na fungu la 5 na la 6, jinsi wana wa Israeli wanapoingia katika hiyo hali ya huzuni, kuna mambo mawili ambayo ninajifunza, na ningependa nishare haya mambo na wewe kabla tuingie kwa mtu wa mwisho Musa kwa hivi dakika 5 zijazo. Jambo la kwanza, hii hali ya huzuni ambayo wana wa Israeli wanaingia inaonyesha kuwa that nothing can replace the presence of God. Najua the fact is that Mungu alikuwa amewaahidi kuwa atatuma malaika aende pamoja nao, atatuma malaika achukue ile nafasi yake apate kuongoza wana wa Israeli. Lakini jambo mimi ninalojifunza kutokana na hiki kisa ni kuwa nothing can replace the presence of God. Hata viumbe watakatifu ambao ni malaika, hata viumbe wanaoishi huko juu mbinguni, hata Mikaeli yeye mwenyewe, hata akina Gabrieli, nothing can replace the presence of God. Hakuna kitu chochote kilicho na uwezo wa nini? Wa kuwakilisha uwepo wake Mwenyezi Mungu. Tunasema nini? Tunasema God's presence has no substitute. Yaani uwepo wake Mwenyezi Mungu hauna substitute yoyote. Substitute sijui nitahitaji kwa Kiswahili. Uwepo wake Mwenyezi Mungu hauna substitute yoyote. Hata malaika wa mbinguni wenyewe hawawezi ujaza ule uwepo wake Mwenyezi Mungu. Kitu cha pili ninachojifunza kutokana na hawa wana wa Israeli ni kuwa uwepo, acha nisome kwa lugha ya Kimombo, it shows us that God's presence means to be the first and the only thing that we can truly seek. Yaani kuwa uwepo wake Mwenyezi Mungu ndicho kitu tu ambacho tunafaa sisi kukitafuta. Kwa nini? Kwa maana wana wa Israeli wanapogundua wameenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, wana wa Israeli wanapogundua wameenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu na Mungu hayuko tayari kuenda pamoja nao tena, wanaingia katika hali ya huzuni, wanaifua ile mikufu yao waliokuwa na by the way, kuna kitu ambacho nimesahau kama sijawaambia na ni kitu cha muhimu sana. Pengine tunaweza tukajiuliza, je, ni nini kimemfanya Mungu akasema uwepo wangu utaenda pamoja nanyi tena nyinyi wana wa Israeli? Ni nini? Unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 24 mstari wa 7, Kutoka 24 mstari wa 7. Kuna maneno inayosema hapo hivyo. 24 mstari wa 7. Inasema hivi,
Musa anapoleta amri kwa wana wa Israeli, sikiza jinsi wanavyoindiana. Mstari wa 7, kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu akisema, akakisoma masikioni mwa watu. Hao watu ambao ni wana wa Israeli wakasema, haya yote aliyoyanena Bwana moja na nani na kuna agano ambalo wana wa Israeli wanaweka pamoja na Mwenyezi Mungu wanapopewa zile amri, wanapopewa zile amri 10 za Mwenyezi Mungu, wanahapa, wanasema sisi tutazifuata hizi amri na tutatii. Lakini unaposoma sura ya 34, kwa kuwa sura ya 24 mpaka sura ya 31 ni Mwenyezi Mungu na Musa wako katika mlima wa Sinai, Mungu akimpa nani? Akimpa Musa jinsi watakavyoenenda hii safari. Lakini hao wana wa Israeli nao, Mwenyezi Mungu anapokuwa akitoa instruction pale katika mlima wa Sinai, wanachoka, wanakaa kana kwamba wanachoka, wanatengeneza ndama. Yaani Mungu anapokuwa akinena na hao wana wa Israeli, wanaanza kuvunja amri za kwanza 2, na walikuwa wamesema sisi tutatii hizi amri wala hatutazivunja. Wanaanza kuabudu sanamu, wanaanza kukuwa na miungu mingine, wanavunja amri ya kwanza na amri ya pili. Lakini mtu wa Mungu, tunajifunza kutokana na wana wa Israeli kuwa uwepo wake Mwenyezi Mungu ndicho kitu tu ambacho sisi tunafaa kuwa tukikitafuta. Kwa nini? Kwa kuwa uwepo wake Mwenyezi Mungu hauna substitute yoyote. Uwepo wake Mwenyezi Mungu hakuna kitu kingine kilicho na uwezo wa kuusimamia. Hakuna kitu kingine kilicho na uwezo wa kuwakilisha uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana hivyo basi inapofika katika ile fungu ambalo tulilokuwa tukilisoma, Musa kwa maana alikuwa akijua pasipo na uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yao angeenda mahali popote. Musa anamwambia Mwenyezi Mungu kuwa kama uso wako utaenda pamoja nasi, kama uso wako utaenda pamoja nami kama kiongozi wa Israeli, usitutoe mahali hapa hivi. Mtu wa Mungu, pengine tungeangalia haya maneno kwa undani sana, lakini bado swali letu linasalia lile tu, mtu wa Mungu. Swali ni je, kweli wewe unaelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako? Najua unaposoma hili fungu la 7 na pia fungu la 8, wanapoweka hiyo ahadi kuwa watayatenda hayo nao watatii agizo lake Mwenyezi Mungu, Musa anachukua damu. Fungu la 8, Musa anachukua damu na anawanyunyuzia watu akisema hili ni agano ambalo tumelifanya sisi na nani? Na Bwana Mungu wetu, kuwa hatutakwenda kinyume na mapenzi yake. Mtu wa Mungu, najua pia sisi kuna zile viapo tulizokwisha kuzila tulipokuwa tukienda kubatizwa. Pia nasi kuna ile agano ambayo ni ya kusamishwa na kutolewa katika maji mengi, ikiwa ni agano ambalo tuliweka na Yesu Kristo wetu kuwa tutafanya nini? Yaani ikiwa ni dhihirisho kuwa tumeukubali wokovu wake. Basi mtu wa Mungu, jioni ya leo tunapokuwa katika haya masaa matakatifu, ningependa ujiulize, je, mimi ambaye nimekuwa nikisikiza hii sauti na uelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu? Na kama unauelewa, unafanya vipi ndipo uwepo wake Mwenyezi Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu asije akakasirika aseme siendi pamoja naye tena, nitamtuma malaika aende pamoja nawe. Mtu wa Mungu, ningependa kukuacha na haya maneno ukizidi kuyafikiri.
Utakapoelewa umuhimu wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako, kama vile Nabii Musa anavyosema katika hii kitabu ambacho tumekuwa tukisoma fungu letu kuu, kitabu cha Kutoka 33 fungu la 15, kama uwepo wako utakwenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa hivi. Mtu wa Mungu, utajaribu kutenda mambo ambayo yatakuwa ni mambo ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tumejifunza jioni ya leo tukajua uwepo wa Mwenyezi Mungu hauna substitute yoyote. Uwepo wake Mwenyezi Mungu ndicho kitu ambacho tunafaa kuwa tukikitafuta siku zote. Mtu wa Mungu, wacha uzidi kubarikiwa Sabato ya leo. Utakapokuwa ukizidi kulisikiliza neno lake Mwenyezi Mungu. Ningependa nipate kuachia hapo hivyo kwa ajili ya muda. Enda tu ukijiuliza, je, mimi kama kijana? Je, mimi kama mzee? Je, mimi kama mfanyikazi? Je, mimi kama mwanafunzi? Kweli nauelewa umuhimu wa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu? Na kama nauelewa, ni mambo yepi ambayo sitayatenda au ni mambo yepi ambayo nitayatenda yatakayofanya nini? Yatakayouondoa uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Mungu awabariki mnapoendelea kushiriki Sabato ya leo. Acha tupate ombi. Mfalme mwema, tena tunakushukuru Kristo mwema. Tumejifunza kutokana na wana wa Israeli, Yesu na nabii na mjumbe wako Musa Yesu, jinsi Baba walivyofahamu Yesu, umuhimu wa uwepo wako katika maisha yao mtakatifu. Tunaona wana wa Israeli wanaposikia Baba habari za kuvunja mioyo kuwa utakwenda pamoja nao, kwa kuwa hao ni watu wenye shingo ngumu mtakatifu, wanajirundia fikra zao Yesu, na wanakurundia wewe mtakatifu, kwa kuwa anaufahamu Baba umuhimu wa uwepo wako katika maisha yao, mfalme mwema. Nabii Musa naye Baba, ambaye ni kiongozi wao Baba, naye anakuja Baba na kuufungua moyo wake kwako mtakatifu, kwa kuwa anafahamu umuhimu wako katika maisha yetu sisi binadamu. Yesu anasema, Yesu, kama uwepo wako utakuwa pamoja nami, kama uwepo wako utakuwa pamoja nasi, usituondoe katika huu mlima wa Sinai. Tafadhali Yesu, naombea yeyote anayesikiliza hii sauti jioni ya leo, tufungue macho yetu, tufungue fikra zetu Yesu, tukapate kuelewa pia nasi hata kuishi tunaishi Baba kwa ajili ya uwepo wako katika maisha yetu. Hata Baba, kitu chochote Baba tunachokifanya Yesu ni kwa ajili wewe pamoja nasi mtakatifu. Yesu, ni ombi langu kuwa utatusaidia zote Baba jioni ya leo, Sabato hii ya leo, utazidi kujenga mioyo yetu Yesu, tukaelewa umuhimu wako katika maisha yetu, ndipo tusije tukatenda mambo Baba ambayo yatapata Yesu kuondoa umuhimu wako katika maisha yetu. Zidi kubariki hawa vijana Baba, pamoja na viongozi wao vijana Baba wa Meru NGK Prison Baba, ili kanisa lako zidi kuwashikilia wanapozidi kutafuta Baba uwepo wako katika maisha yao, hata kupatana kila siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne Yesu na Ijumaa. Zidi kuwa pamoja nao siku zote Yesu. Asante kwa kuwa umesikia ombi letu na utatenda, na ni kwa jina lako takatifu Yesu mwema taomba kwa imani. Amina. Asante sana kiongozi, na shukuru. Mungu awabariki.